Kwa sababu ya hii nafasi ambayo mnatupatia. Kwa sababu hizo miaka ambazo za hapo nyuma, miaka za awali, hii nafasi ilikuwa ya watu ambao tunaita who is who in the society. Sisi hatungeweza kupata nafasi kama hii. Ilikuwa either wewe ni mbunge ama wewe ni mtu mkubwa katika Kenya hii ndio upate hii nafasi. Kwa hivyo tunashukuru vyombo vya habari sana kwa hii nafasi na hii platform. Wacha nikuje kwa swali lako, mambo ya vyombo vya habari, mambo ya vyama vya kisiasa, samahani. Vyama vya kisiasa katika katiba yetu na katika siasa yetu, vyama vya kisiasa vinafaa viwe ni kwamba ndivyo vyombo vya governance ama vyombo vya uongozi na vinapatia wananchi nafasi. Lakini unapata katika hii Kenya ya sasa ambayo tuko, vyama vya kisiasa havipatii wananchi wa kawaida nafasi. Unapata ni yani gharama kubwa hata kuwania katika chama. Inakuwa gharama kubwa kwamba mtu wa chini hawezi pata hiyo nafasi. So vyama vya kisiasa vimekuwa vessels of enterprise or business, kwamba vijana wa chini ambao wanataka kuwania nyadhifa za uongozi kama wawakilishi wa wadi ama wanataka kuwania ubunge, hawezi pata nafasi katika vyama vya kisiasa hapa Kenya kwa sababu ya gharama, ile kitu inaitwa ticket. Hiyo ticket inakuwa so expensive. Na jambo la pili ni kwamba kutafuta hiyo cheo, iwe ni uwakilishi wa wadi, iwe ni mbunge, gharama yake ni kubwa. Unaweza pata watu wanatumia mamilioni ya pesa, watu mabwenyenye matajiri kutafuta hata MCA. So kwamba vijana ambao hawana kitu hawezi pata nafasi. Na ndio kwa sababu hatuwezi pata uongozi mzuri, kwa sababu ule mtu ambaye ni kiongozi mzuri na hana pesa ya kununua ticket, hana pesa ya kufanya kampeni ya gharama kubwa, hawezi pata nafasi. Ndio kwa sababu kila mara tunapata uongozi mbaya. Na unahisi vyama hivi vya kisiasa wakati mwingi vinakuja na agenda na objective na goals na vitu kama hivyo, imeweza live up to what they promise the people? Vyama vya kisiasa wako na agenda kwa karatasi, but hakuna chama cha kisiasa hapa Kenya kina implement agenda ambayo wako nayo kwa karatasi. Wanapofika huko mbele inakuwa ni biashara, wanasahau zile agenda ambazo. Kwa mfano ukiangalia saa hii hali ilivyo katika Kenya saa hii, vyama vya kisiasa ambavyo inafaa viongee kwa niaba ya wananchi wa Kenya, kwa niaba ya wanyonge, haviongei. Na hizi vyama vya kisiasa mingi ni zile tunaita briefcase parties. Vinangoja wakati wa uchaguzi ili wajitokeze, wafanye biashara ya uchaguzi, ikishaisha zinakunjwa, zinawekwa kwa kabati, imeisha, tena wanangoja uchaguzi mwingine. Kwa hivyo vyama vya kisiasa hapa Kenya haviendelezi agenda ya kumnufaisha mtu wa chini, ya kumnufaisha mwananchi. Utapata vyama zimeandika mambo mazuri katika katiba zao ama katika manifesto zao, wameandika mambo mazuri sana, mambo ya afya, mambo ya ukulima, mambo ya elimu, but sifuatilia saizi uone ni vyama vingapi ambavyo vinasukuma hiyo agenda ambayo walikuwa nayo. Hizi vyama ambazo ziko na uwakilishi katika bunge la Kenya, ni vyama ngapi zimesukuma miswada kama chama kwa bunge kwa manufaa ya wananchi? Iwe ni mswada wa afya, iwe ni mswada wa elimu, iwe ni mswada wa security. Ni vyama ngapi? Kwa hivyo vyama mimi naona havitekelezi wajibu wao. Vyama hazina agenda na vyama zimebaki tu ni vyombo za kutafuta nafasi ya uongozi, wanapopata imeisha. Naam. Watashikilia hapo tuvuke hadi katika kaunti ya Naivasha, kaunti ya Nakuru.